Vile vile na kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mafanikio katika dunia yetu na vile vile katika akhera yetu. Tukiwa tunaendelea na muhadhara wetu katika msikiti wetu huu, na mada zimeshatangulia zingine, lakini na mimi pia maudhui yangu kama dakika ambazo nimezipewa nizitumie kadiri nitakavyowezeshwa. Maudhui inasema aqabatu shaitan as-sab'u, yani madakhilu au marahilu shaitan fi idlali al-insan, kwamba hatua ambazo anazitumia shaitan katika kumpoteza mwanadamu. Na tunafahamu ya kwamba uadui wetu na shaitani ni watangu na tangu, na alishampoteza Adamu alayhi salam, akamsababishia akatoka peponi akashuka ardhini, lakini akamwambia uadui utaendelea. Kwa hiyo uadui kati yetu sisi na shaitani, kati yetu sisi na ibilisi bado ni endelevu. Na hebu tafakari ya kwamba ibilisi tangu zama hizo anafanya kazi ya kupoteza watu. Kwa hiyo bila shaka yeye atakuwa na uzoefu sana wa kupoteza kuliko waliozaliwa juzi. Kwa hiyo inawezekana wewe usizijue mbinu za ibilisi, usijue mitego ya ibilisi kwa sababu hauna uzoefu. Kama mtu anafanya kazi moja kwa miaka 50, anaweza akaonekana ni mtu hodari sana, ni mtu mahiri sana, kwa sababu ni kazi yake ameifanya muda mrefu. Sasa sikwambii ibilisi ambaye ana miaka maelfu anafanya kazi hiyo ya kupoteza watu, unadhani kuwa ni jambo rahisi kukwepa mitego yake? Na vile vile ibilisi laanatullahi alayhi hatuwezi kumwangamiza kwa kutumia mabomu, hatuwezi kumwangamiza kwa kutumia nyuklia, bali ni lazima mtu afahamu kwamba sio kila silaha inaweza ikatumika mahala popote. Kwa hiyo silaha ya nyuklia, silaha ya mabomu haiwezi kutumika kumuua ibilisi, haiwezi kutumika kumuua shaitani. Kwa ni lazima tuvae silaha ambazo zinaweza kutusaidia sisi kupambana na adui ambaye yeye anatuona na sisi hatumuoni. Yeye anatuona na sisi hatumuoni. Kwa hiyo bila shaka ukiwa unapambana na adui unayemuona ni rahisi kupambana naye kuliko kupambana na adui ambaye haumuoni. Manake kukudhuru wewe ni rahisi. Inawezekana pale unapoenda kukaa kumbe unamkalia, lakini hujui kwa sababu amefanana na rangi ya sehemu unayokalia. Kwa hiyo wewe humuoni, lakini yeye anakuona. Sasa bila shaka wanawachuoni walikuwa makini sana kutanabaisha umma na adui huyu, akiwepo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Qayyim, akataja zile hatua za shaitan, kitabu ambacho ni Madarijus Salikin, kwa maana ya kwamba anajua ya kwamba pia ibilisi ana elimu kubwa na ana uelewa mkubwa wa kuweza kuona ya kwamba dhambi ipi kubwa inayomharibia mtu maisha yake. Kwa hiyo anatafuta hatua ambayo ni ya juu zaidi, ili kama kweli akimpata kwenye hatua hii
atakuwa amefaulu katika maisha yake. Kwa hiyo hizi hatua zinazidiana uzito, na hii ni kuonyesha jinsi alivyokuwa ana fiqhi ya muwazana, ana fiqhi ya maslahi na mafasid, kwamba anajua katika vitu ambavyo ufisadi wake ni mkubwa, basi hicho ndio anakitanguliza, anakipa nafasi ya mbele. Sheikh anasema al-aqabatul ula, katika hatua ya kwanza ambayo anaitumia Ibilisi, anasema aqabatul kufri billahi wa bidinihi wa liqaihi wa bisifati kamalihi wa bima akhbarati bihi rusuluhu anhu, kwamba katika mkakati ambao Ibilisi anautazama ni mkakati, ni hatua, ni mpango wa kuhakikisha kwamba anamtafuta mtu kwenye ukafiri. Na hapa anayetafutwa hasa ni Muislamu almuwahid, mtu mwenye akida, kwa sababu kama ni kafiri hawezi kuhangaika kwenye kipengele hichi kwamba amkufurishe wakati ni kafiri. Yule manake ukishakuwa kafiri, wewe ni mwanajeshi wake, ni katika vikundi vyake. Kwa hiyo hilo kwake yeye hahangaiki. Kwa hiyo anayemhangaikia hapa Ibilisi ni mtu Muislamu. Aqabatul kufri billahi wa bidinihi, namna ya kuweza kumkufurisha mtu, amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, aikatae dini ya Kiislamu, wa liqaihi, na vile vile mtu akatae kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, akatae uwepo wa siku ya Kiyama, akatae uwepo wa kufufuliwa, kwamba bwana swala la kufufuliwa hilo halipo. Kama baadhi ya wanasayansi ambao wanasema mwanadamu akishakufa bwana, hiyo ni chemical change, manake ni badiliko la kikemikali. Kama ambavyo mchicha huwezi kurudi baada ya kupikwa ukarudi upya, na binadamu akishaoza hawezi kurudi upya, hawezi kurudi upya. Kwa kama ingekuwa kuna uwezekano wa kurudi, basi hata mnyama, panya aliyekufa angeweza kurudi akawa mzima. Kama panya hajaweza kurudi kuwa mzima, ina maana pia hata binadamu akifa hakuna uwezekano wa kufufuliwa. Kwa hiyo kwa hili watu wakajipa matumaini, Mungu hatutokutana naye. Wa bisifati kamalihi, na katika sifa za ukamilifu wa Allah, basi mtu anautia kasoro, anatia kasoro katika ukamilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa bima akhbarati bihi rusuluhu anhu, na vile vile kuyakataa yale ambayo wameyaeleza kwayo mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini Ibilisi amelenga kwenye mpango huu akaanza na hili? Kwa sababu anajua ya kwamba Allah anasema wataqu nara, ogopeni moto, allati, moto ambao umeandaliwa, uiddat lil kafirin, moto umeandaliwa kwa ajili ya watu makafiri. Kwa hiyo ina maana akimpandisha Muislamu kwenye daraja ya ukafiri, Ibilisi laanatullahi alayhi ana uhakika ya kwamba amefaulu. Kwa hiyo moto hasa hujaandaliwa kwa ajili ya Waislamu, moto umeandaliwa kwa ajili ya watu ambao ni makafiri. Kwa hiyo Muislamu kuingia kwenye moto wa Jahannam ni kwa sababu tu ya kiherehere chake, manake umeenda kugusa vitu vya watu, yaani umefanya vile vya watu wa motoni na wewe kaunganishwa. Kwa hiyo kama kweli utakuwa umemalizwa, amekumaliza kwenye imani, haupo tena, manake ndio mazima, kwa heri.
Vile vile aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la'ana al-kafirin, hakika Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri, wa adda lahum sa'ira, na akawaandalia moto unaoitwa sa'ir, khalidina fiha, na watakaa humo milele, la yajiduna fiha, hawatopata humo waliyan wala nasiran, hawatopata mtu wa karibu wa kuwasaidia, kuwapa nusura, kuwakomboa, kuwaokoa. Hayupo mkombozi. Surat al-Ahzab aya 65 hadi 64. Kwa hiyo Ibilisi anajua aya hizi kwamba mtu akishafikia daraja la ukafiri ni khalidina fiha, manake atakaa motoni milele. Kwa hiyo anaona kwamba huyu hatotoka. Na lingine ya kwamba ukifanya ushirikina, qala ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi yaliyokuwa chini ya kiwango cha ushirikina, chini ya kiwango cha ukafiri. Haya Allah anasamehe. Lakini kwa lile ambalo la ukafiri na ushirikina, hili Mwenyezi Mungu hasamehi, na yeye anajua hiyo ni fursa ambayo ni kubwa sana, kiipata atakuwa amefanikiwa. Kwa hiyo waman yushriki billahi faqad iftara ithman adhima, na yote atakayefanya ushirikina, huyu ameleta uzushi mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuwa amepata madhambi makubwa. Suratul Nisa aya 48. Hizi aya zote Ibilisi anazielewa, na ndio maana anapambana kwamba akutoe katika Uislamu. Hakukufuru, lakini shetani ndio aliyekufuru, anawafundisha watu uchawi. Kwa hiyo ina maana shetani ni mwalimu, na kama ni mwalimu ina maana kuna wanafunzi ambao wanaojifunza uchawi. Kwa hiyo wale wanaojifunza uchawi wote ni makafiri, mwalimu wao ni kafiri. Kwa hiyo hakuna atakayepona. Hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul, yeyote atakayemwendea mtu anayejidai anajua vitu ambao vimejificha, mambo yaliyotokea siku za nyuma, umepoteza kitu yeye anajua, au kahinan, au mtu anayejua mambo ya mustakbali yatakayotokea, fasaddaqahu, akamswadikisha, bima yaqulu, kwa yale anayoyasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, hakika mtu huyu amekufuru yale yote yaliyoteremshwa juu ya Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo atakuwa ameikufuru Qur'ani, ameukufuru Uislamu wake. Kwa hizi ni fursa ambazo Ibilisi huwa anazitafuta. Rawahu Ibn Majah wa sawahu al-Albani. Kwa hiyo kipengele cha hatua ya kwanza ambayo Ibilisi anaitafuta ni namna gani anaweza kumfanya mtu aingie katika ukafiri. Hatua ya pili, wa hiya aqabatul bid'ah, anasema nayo ni hatua ya bid'ah, hatua ya uzushi. Imma bi'itiqadi khilafu la haqi, ima mtu kuitakidi kinyume na haki ilivyo, alladhi arsala Allahu bihi rasulahu, haki ambayo Mwenyezi Mungu amemtuma kwayo mtume wake, wa anzala bihi kitabahu, na akateremsha kwayo kitabu chake. Kwa hiyo ima mtu awe na itikadi, ndio maana leo tunapata al-Khawarij, al-Jahamia, Ashia, haikutokana isipokuwa ni kuitakidi kinyume na alivyoitakidi mtume. Ni kutokana na itikadi ambazo ni mbovu, sio itikadi aliyokuwa nayo mtume, wala Abubakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Kwa hiyo itikadi hii ambayo ni ya kizushi inaweza ikamfanya mtu akaenda kwenye ukafiri. Na ndio maana Ibilisi akaona kwamba baada ya hatua ya ukafiri akafuatia hatua ya bid'a. Na mtu anayefanya bid'a huwa anajiamini ya kwamba yuko kwenye dini, kwa hiyo hawezi kutubia. Kwa nini? Kwa sababu anaona yuko kwenye dini. Lakini mtu anayefanya maasi, anayefanya madhambi, anajua kunywa pombe ni haramu, lakini ni shetani kanishawishi, ina maana anatafuta fursa ya kutubu. Lakini mtu anayefanya bid'a hataki fursa ya kutubu kwa sababu anajua yuko kwenye dini. Anatubu ili iweje? Kwa hiyo yuko kwenye dini, na maana pale hawezi kutubia. Wa imma bita'abbudi bima lam ya'dham bihi Allahu,
au anafanya ibada kwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu hajamuidhinishia, minal awda'i, miongoni mwa mitindo, warusumil muhdatha, na mifumo na urasmi ambao uliozuliwa fi dini, katika ibada. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anafanya ibada lakini sio kwa utaratibu aliomwekea Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio utaratibu aliofundisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anafanya allati la yaqbalu Allahu minha shay'a, atakuwa anafanya uzushi katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu hatokubali chochote katika hayo anayoyafanya. Kwa hiyo mwisho wa siku ya kwamba wewe utakufa hali ya kuwa hujatubia na yale uliyokuwa unayafanya. Wanachuoni wanasema albid'atu ahabu ila ibilisi min almaasiya, bid'a inapendeza sana kwa ibilisi kuliko maasi. Watu wa bid'a wenyewe tukisema kauli hii wanasema yani watu wa sunna wanaona kwamba kuzini, kuiba, kuua ni bora kuliko kufanya bid'a. Sisi tunasema kuiba na uzinifu na mengineyo yote ni madhambi na ni mabaya, lakini mtu anayefanya hivyo huwa anajua kabisa hichi ninachokifanya ni kibaya na anajua kabisa moyo wake unamsuta. Lakini anayefanya bid'a hana fursa ya kufikiria kwamba hili ninalolifanya ni kosa. Kwa hiyo hii ndio chansi ambayo ibilisi anaitumia. Wewe unaenda kumwabudu sharifu kwenye kaburi, na ukiitakidi kwamba kumwabudu sharifu kwenye kaburi ni ibada, utatubu. Na katika kuabudu makaburi ni ukafiri, ni ushirikina ambao unampeleka mtu motoni mazima. Kwa hiyo huyu hawezi akatubu. Lakini mtu aliyefanya madhambi haya mengine anajua kabisa nimemwasi Mola wangu, kwa hiyo anahitaji, au inawezekana kuna wakati anaweza akatubia. Lakini mtu anayefanya bid'a sio rahisi kutubu. Wako wanaotubia, mfano kama makhawariji walikuwa ni wengi katika kipindi cha Ali, lakini walipoenda kulinganiwa wako ambao walirudi makundi na makundi. Kwa hiyo mtu kuwa kwenye bid'a si sababu ya kutokutubu. Inawezekana kweli akafikishiwa dawa, akaeleweshwa, akafahamishwa, akaacha bid'a yake na akarudi katika haki na akawa ni katika mtu wa haki. Na tunaweza kusema watu wengi wametoka kwenye bid'a. Yaani wengi wametoka kwenye nini? Kwenye bid'a. Baada ya kufahamishwa wakajua sunna na haki, wakaamua kuzikimbia. Sasa inategemea na namna walivyokimbia. Kuna wengine wamekimbia vibaya, kuna wengine wakakimbia vizuri na wakaachana na hizo bid'a. Al-aqabatu thalitha wa hiya aqabatu al-kaba'ir. Anasema hatua ya tatu anayoitumia ibilisi. Manake hii ni mpango wa ibilisi. Sio tu watu wa sunna wanajua kwamba bid'a ni mbaya, hata ibilisi anajua bid'a ni mbaya. Hakutanguliza madhambi makubwa. Baada ya ushirikina amefuatia bid'a. Kwa hiyo hatua ya tatu anakuja katika madhambi makubwa. Fa in dhafira bihi fiha, ikiwa atafaulu, zayyanaha lahu wa hasanaha fi ainaihi wa sawwafa bihi. Kwa hiyo anaweza akamwambia bwana, haya madhambi yanasamehewa, haya madhambi ni kaza. Kwa hiyo mtu akaona kwamba hakuna shida, kwamba bwana, maadamu mimi nimejiepusha na ushirikina na ukafiri, Allah atanisamehe tu, ipo siku nitatubu. Kwa hiyo kuna watu wanaendelea kufanya madhambi makubwa, lakini wanajipa fursa wenyewe, wanajipa muda wenyewe. Kwa hiyo hii saufa tatasawafu, unajipa muda, ni katika kazi ya ibilisi. Miongoni mwa kumwepuka ibilisi katika hilo ni pale mtu unapokuwa umeona umetoka katika njia ya haki, umetelezeshwa na shaitani, basi rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utubie. Al-aqabatu ar-rabi'a, hatua ya 4, wa hiya aqabatu saghair, nayo ni hatua ya madhambi madogo. Madhambi madogo ni yale ambayo tofauti ya madhambi madogo na makubwa. Madhambi makubwa ni yale ambayo ukilifanya unaahidiwa kwenda kuchomwa moto, kwamba ukifanya hivi utaenda kuadhibiwa na moto, ukifanya hivi utaingia motoni, ukifanya hivi umelaaniwa, ukifanya hivi ni kadha wa kadha. Kwa hiyo vitu ambavyo vinatajwa laana, vinatajwa moto, vinatajwa adhabu, vinatajwa hasira za Mungu, haya yanahesabika kuwa ni madhambi makubwa. Lakini yale ambayo hayatajiwi vitu hivyo,
vinaweza vikabaki kuwa ni katika madhambi madogo. Na miongoni mwa nukta muhimu nimeisahau kwenye madhambi makubwa, yale yaliyopangiwa kiwango cha adhabu. Mfano, mtu akiiba anatakiwa akatwe mkono, ile ni dhambi kubwa. Mzinifu ambaye hajaolewa anatakiwa apigwe bakora 100. Mtu aliyeua na yeye auawe. Kwa hiyo kama kumetajwa hadi ya adhabu maalum, ujue hiyo dhambi ni kubwa. Hiyo dhambi ni kubwa. Kwa hiyo ukiona dhambi haijatajua kiwango cha adhabu, ina maana hiyo ni dhambi ndogo ambayo watu wengi wanazidharau, pia wanaona kama sio issue kubwa. Wanaona sio issue kubwa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, iyakum wa muhaqqarati dhunubi, jiepusheni na kudharau madhambi. Kwani mtu anaweza akadharau madhambi madogo madogo, lakini kadiri yanavyojikusanya ndivyo yanavyompelekea kumdhuru. Mfano, labda ukachukua kisu butu, kila siku ukawa unasugua shingo yako, hautofikiwa katoboa, na ukitoboa hujapoteza uhai. Weka tu taratibu tu, usikinoe hicho kisu, kiwe ni butu tu, lakini unasugua shingo. Hii ndio dhambi ndogo. Na ndio maana wanachuoni wanasema dhambi ndogo inaweza ikapanda daraja ikawa ni kubwa. Inapanda daraja kwa sababu kama 2 au 3. Miongoni mwa sababu zinazopelekea dhambi ndogo kuwa kubwa ni al-israru, al-mudawama, kuendelea na kuifanya ile dhambi kila siku. Haiwi ni ndogo, inaendelea kuwa ni dhambi kubwa. Kwa kama ilikuwa ni ndogo, ukiendelea kuifanya kila siku, ile inapanda daraja inakuwa ni dhambi kubwa. Lakini kingine kinachoweza kupandisha dhambi ndogo ni kama vile kujifaharisha, alfarahu bil maasiya, kufurahi kwa kufanya maasi. Yani mtu amefanya maasi alafu akafurahi, hiyo inafanya dhambi ile iwe kubwa. Na vile vile hatua nyingine ambayo inafanya dhambi kuwa kubwa ambayo ilikuwa ni ndogo ni kuifanya ile dhambi hadharani. Manake ukapata wafuasi, watu wanaokuiga, kwa hiyo ile dhambi inakuwa ni endelevu. Siku moja Sheikh Uthaymeen akitaja katika madhambi madogo akasema hata uvutaji wa sigara ni katika madhambi madogo, kwa sababu hakuna aya iliyotaja adhabu maalumu ya kwamba mtu ataadhibiwaje. Lakini je, ukiendelea kuvuta kila siku auharibu mapafu? Si leo nakuta mtu mvutaji wa sigara akikimbia kidogo anahema, anashindwa hata kwenda. Kwa nini? Kwa sababu mapafu yameharibiwa na sigara. Lakini sigara inaharibu vitu vingi, hata kinywa kinaharibika, hata meno yanaharibika. Kwa sababu ya nini? Alafu pia mtu anayevuta sigara anavuta hadharani. Ina maana pia anatengeneza wafuasi. Na vijana wengi wanaiga watu waliotangulia kwamba ni kitu kizuri, kumbe ni kitu kibaya. Leo unaweza kukuta mtu anavuta sigara, anakusanya moshi, alafu anakuja kuutoa kwenye pua ukiwa umenyooka. Kwa hiyo kinyooka hivi yeye anafurahi. Yeye anaona ndio amepatia sana kwenye kuvuta. Ndugu yangu, najiwasha moto kabla hujafikia siku ya kiyama. Yaani umeshaanza kujichoma. Okay, kama wewe unaamua kuvuta basi na bado hujapata taufiki ya kutubia, basi usivute hadharani. Punguza madhambi. Lakini unavuta hadharani, unawaudhi na watu wengine, unawavutisha na watu wengine bila kukusudia. Bora ni wewe uliojiandaa kuvuta, lakini kuna mwingine hajajiandaa kuvuta lakini anakutana na moshi wa sigara. Maanake unamuumiza. Alafu wengine ni wanaume. Tena wanavuta mbele ya watoto wao, mbele ya mke ambaye ni mpenzi wako. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifika mlangoni anatoa mswaki anapiga kusafisha kinywa, wewe mwanaume unawasha sigara mlangoni, unaingia nayo ndani kwa kisa cha kusema ni nini? Ni dhambi ndogo. Kunywa kiduku ni dhambi ndogo, ni katika makuruhu. Lakini ukiendelea kunywa kila siku na wakawafundisha watu wengine wakawa wananywa kiduku, mpaka sasa kuna watu wengine wanaona ni wasarabu na tai amefunga lakini amenywa kiduku, anafikiri ni usarabu. Kumbe ni ujinga tu kama ujinga mwingine.
Na wala sio sunna kwamba kunywa kiduku unajikurubisha kwa Mungu, bali unakuwa karibu na shetani. Lakini watu kwa nini wameonyoa viduku? Kwa sababu wameona wengine wamenyoa, ni watu wanaowapenda, na hasa wale wenye timu akina nani wale Simba Yanga. Kisha muona mfungaji wa magoli ndio anafunga, alafu amenyoa kiduku, na yeye ananyoa kiduku, anakuwa atafunga magoli. Kwa hayo ni katika madhambi, lakini watu wanayadharau, wanayapuuza. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa kwamba ajiepushe na hayo madhambi ambayo wewe unayaona kwamba ni madogo, lakini ni madhambi makubwa. Sisemi ya kwamba mtu asitubu au hata kubaliwa toba. Inafaa mtu kutubia na akaacha. Lakini ikiwa kwamba wewe bado hujafikia kupata taufiki ya kutubia, basi usiyafanye madhambi hayo hadharani. Ndio maana baadhi ya watu wengine wanaenda kuvutia chooni sigara kwa sababu wanajificha na watu. Ina maana sigara inafanana na sehemu ya choo, si ndio? Kwa sababu kama ingekuwa ni kitu kizuri ungeenda kuvutia kwenye sehemu nzuri, lakini kwenda chooni maana yake inafanana na sehemu ya choo, kwa sababu hata kinachotoka kwenye sigara sio kizuri. Sawa. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa kwenye madhambi kama hayo basi amuombe Mola wake amuepushe, lakini pia ajistiri kabla ya kustiriwa. Ajistiri kabla ya kufanyaje? Kabla ya kustiriwa. Katika hatua nyingine ya Iblis, hiyo nimetaja ni ngapi hiyo? Hatua ya 4. Al-aqabatul khamisa, hatua ya 5, wa hiya aqabatul mubahati allati la haraja ala fa'iliha fashaghalahu biha anil istikthari min at-ta'ati wa anil ijtihadi fi tazawudi limaadihi. Anasema hii ni hatua ambayo ya vitu ambavyo ni halali. Vitu ambavyo ni nini? Ni halali. Vitu ambavyo ni mubahu, ambavyo la thawaba, hakuna thawabu kwa mwenye kufanya, wala iqaba liman fa'alahu, wala hakuna adhabu kwa mwenye kufanya mubah. Sawa? Hakuna nini? Hakuna adhabu, wala hakuna nini? Hakuna thawabu juu ya mtendaji wake. Lakini shetani anatumia fursa ile kumshughulisha na vitu vya halali, asikithirishe katika vitu vya toa. Yani inawezekana kile unachokifanya cha halali kuna kingine ambacho ni cha kumtii Allah, ima kiko katika sunna au kiko katika wajibu, ukawa umekiacha kwa kitu ambacho ni halali. Sisi tunaelewana vizuri? Mfano kucheza mpira ni halali. Ikiwa mpira wenyewe unaochezwa umetengenezewa mazingira ya uhalali. Sawa? Mazingira ya nini? Ya uhalali. Kuna mzee mmoja akisimulia kuhusu na mapenzi yake ya kupenda timu fulani. Anasema alitawaza kuingia msikitini aswali, lakini alipofika mlangoni akasikia go akageuza akatoka nje akauliza nani kafungwa? Kwa sababu ina maana kwamba yeye hatopata utulivu bila kujua nani kafungwa. Ina maana hapo kuna khushu kweli kama utaswali. Ina maana wewe ukiwa unaswali msikitini mathalan, ukasikia go huko nje, khushu ipo. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kuna vitu ambavyo ni halali lakini vinaharibu vile ambavyo ni vya wajibu. Khushu katika swala ni jambo la wajibu, lakini leo khushu katika swala imeondolewa kwa baadhi ya watu kwa sababu ya vitu ambavyo ni mubah, vitu ambavyo ni halali, lakini inawezekana pia vikatoka kwenye uhalali vikaenda kwenye uharamu. Kuna mwingine hajahudhuria swala ya jamaa kabisa kwa sababu Yanga na Simba wanacheza. Kuna mwingine anapigiwa simu na mke wake, kuna changamoto nyumbani, mtoto anaumwa, haendi, anasubiri mpaka aone nani anafungwa. Hivi wewe kuwajibika nyumbani ni jambo la wajibu, ni la sunna? Huo mpira ni tukichukulia ni halali. Tukichukulia ni halali, si ndio? Ina maana ni jambo la halali lakini sio nini? Sio wajibu. Vipi unaweza kuacha jambo la wajibu kwa jambo ambalo ni halali kama sio shetani anakuchezea?
Leo wako watu wanacheza wanabaki kwenye vibanda umiza mpaka usiku. Wake zao wanalala hawajui wamekuja saa ngapi. Yaani kati ya uhalali wa kuwa na mke wako na kati ya uhalali wa kuwa na mpira, kipi kinatangulizwa? Kwa hiyo mfano mwingine ambao tunasoa, mfano ambao ni hai kushughulishwa, mfano kuvaa kanzu ni sunna. Kuvaa shati na suruali ni halali ikiwa limechunga masharti, kwa sababu unaweza kukuta mtu amevaa suruali na shati lakini ile suruali yenyewe imebana, inaonyesha mgawanyiko wa matofali. Kwa hiyo pia itakuwa haifai. Inatakiwa iwe suruali ambayo ni nini? Ni pana. Kwa hiyo mtu ambaye amevaa kanzu kama ni faida ndogo, ina maana tuseme anaingiza kila sekunde shilingi 100. Je, wewe ambaye umevaa shati na suruali unaingiza ngapi? Ina maana tukikaa jioni kufanya mahesabu, yule aliyovaa kanzu maana yake atakuwa na mambo mengi, ana thawabu nyingi. Lakini wewe unabaki tu unang'ang'ana tu. Lakini shekhe vipi? Kwani kuvaa suruali ni haramu shekhe? Sio haramu. Ni halali. Mashaallah, kumbe ni halali. Wewe shekhe mzuri. Kwa hiyo akipewa tu hivyo basi imemtosha kwamba hataki kuhangaika kuvaa kanzu. Sio Ijumaa wala sio Alhamisi wala sio siku gani, yeye hahangaikagi. Na wallahi kanzu zinanusuru. Kanzu hizi unazoziona hizi, hata sisi wenyewe tunafahamiana. Hata mtu akipata ajali barabarani, Mungu aepushe mathalan, ukakuta watu wawili wameanguka, mwingine amevaa shati na suruali, alafu mwingine amevaa kanzu. Huyu unafikiri kuanza kumwokoa hapo ni yupi? Huyu hujajua kwanza ni mtu gani. Sawa sawa. Kwa hiyo tahangaika kwanza na huyu ambaye ana nembo yako kwamba huyu Muislamu huyu, si ndio? Unawahi kumsaidia. Waliwahi kusaidiwa kipindi fulani. Nitoe mfano mmoja hai Arusha. Kuna vijana walipelekwa Arusha huko, wakakaa kwenye nyumba za watu, wakaona wanadhulumiwa, wakaamua kuondoka. Lakini kumbe walipotoka Singida kuelekea Arusha, wenyewe waliona ni kitendo kidogo tu. Sasa kuna siku wakaamua kuondoka, wanatembea kwa miguu, wanataka waje Singida kwa miguu. Yaani wanajua Singida ni pale. Kwa wale waliofika Arusha, maeneo ya Tanapa, kuja pale kwenye buruka mikahawa pale na nini, kuna magari kuna shule ya Salafi ambayo ni ya Kiislamu, wanapeleka watoto shuleni. Asubuhi mapema kabisa wakawapita njiani, wanatembea wamevaa kanzu nyeupe, hazikuwa safi sana lakini zilikuwa nyeupe. Wakawapita. Mara ya pili wakawakuta wamesogea mbele zaidi wanaenda. Wakasema hawa kwa sababu Kisongo kule kuna sehemu wanaita kuna sehemu ya tahfidhi, vijana wanahifadhi Qur'an. Wakaona hawa inawezekana kwa nembo hii watakuwa wanaenda kwenye kile kituo, ngoja tuwape lifti. Wanawapa lifti, wanawauliza mnaenda wapi? Wanasema tunaenda njia panda. Njia panda mnaijua? Ya Mwakyungu. Hebu wewe jiulize, kutoka uwanja wa ndege Kisongo Arusha, alafu wanatembea kwa miguu, wanasema wanaenda wapi? Wanaenda njia panda. Watu walishangaa sana. Yaani hawa ni kwa mwendo huu na hii kasi walionayo kweli ndio wanafika njia panda? Kwa hiyo wakajua kwamba hawa wanahitaji msaada. Kwa hiyo wakafikishwa shuleni, watu wakaanza kupiga simu kujua wapi wanaenda, wapi wanafikia, wakasafirishwa kwa gharama za watu wengine, wenyewe walikuwa hawana hela, wakafika kwa sababu ya kuvaa kanzu. Yaani kanzu iliwasaidia kupata hizo gharama na kusafirishwa, na wao hawakuwa na nauli na wakakatiwa tiketi. Hivi unadhani kama wangekuwa wamevaa vishati na vitishe na visuruali, wangeweza kupata huo msaada kweli? Lakini hata kwenye Qur'ani iko, simetajwa Yusuf kwenye Qur'ani, ananusurika, angalieni kanzu yake imechanwa kwa nyuma au kwa mbele. Silikuwa ni kanzu. Na ndio ilimfanya akanusurika. Kanzu. Lakini pia kanzu inasaidia. Watu wengine wanaheshimu kanzu. Unaweza kuitwa ustazi wakati sio ustazi, mza samaki tu. Kwa sababu ya kuheshimu nini? Kuheshimu kanzu.
Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wewe kanzu inakulinda bila wewe kujua. Kwa hiyo vitu vya halali watu wengi wanashughulika navyo, wakaacha vile ambavyo ni vya toa, vile ambavyo vinawaongezea kwenye akaunti zao, kwenye thawabu, wanafanya vile ambavyo haviwapatii thawabu. Kwa hiyo hii fursa Ibilisi hajaiacha, anaitumia. Al-aqabatu sadisa, anasema mkakati wa 6, wa hiya aqabatu al-a'mali al-marjuhati al-mafdulati min at-ta'ati, au al-mafdula, kuacha yale ambayo ni al-fadhila, kuacha matendo ambayo yana fadhila kubwa ukafanya yale yenye fadhila ndogo. Yote yana fadhila, sio? Tunaelewana vizuri? Yote yana nini? Yana fadhila, lakini haya yana fadhila kubwa zaidi, hili na fadhila ndogo. Kwa hiyo mtu kuacha lile ambalo ni afdalia, lile ambalo lina fadhila kubwa zaidi, manake hii pia ni nafasi ambayo Ibilisi huwa anapenda kuitumia. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akasema neno haya, akasema laisa al-aqilu alladhi ya'lamu al-khayra min ash-sharri, sio mwenye akili, sio mwenye akili mtu ambaye anajua kheri kutokana na shari, sio mwenye akili. Mtu anajua hii ni bid'a, hii ni sunna. Mtu anajua hii ni halali, hii ni haramu. Mtu anajua hii ni haki, hii ni batil. Anasema huyu hajawa na akili bado. Hajawa na nini? Na akili. Mtu mwenye akili ni yupi? Akasema innama al-aqilu alladhi ya'lamu khayra al-khayraini, mtu mwenye akili ni yule ambaye anajua kati ya kheri mbili ipi ambayo ina kheri zaidi. Zote ni kheri, lakini kati ya kheri hizi mbili ipi ambayo ina kheri zaidi? Yote ina maslahi, lakini ipi ambayo ina maslahi makubwa zaidi? Labda niseme kwa hivyo, au ina manufaa, lakini ipi? Yote ni manufaa, lakini yenye manufaa zaidi ni ipi? Si tunaelewana vizuri? Nitoe mfano kwa sababu ngoja nimalizie. Nasema wa sharra sharraini, na akajua kati ya shari mbili, shari ni mbili, lakini ipi ambayo ina shari zaidi, akaifanya ile yenye shari ndogo kuepuka ile shari kubwa. Akasema huyu ndio mtu mwenye akili, huyu ndio mtu mwenye akili. Mathalani tu wewe ni driver, unaendesha basi la mkoani, alafu njiani kuna mlevi mmoja anaruka barabara. Samanini, napiga mfano mbaya, sawa sawa. Mlevi anaruka nini? Barabara. Kwa madriver akapiga mahesabu, nikimkwepa na angusha gari itaua watu 30 au 20, lakini nikimlenga nikamgonga huyu jamaa, nitakuwa nimemgonga yeye, lakini nitakuwa nimeokoa watu wangu kwenye basi. Wanafikiri hapo driver afanye kipi? Sio sababu unaambiwa kuna mambo ya kesi za barabarani. Ndio hivyo, anakwamba hata driver akaenda kujitetea, sema huyu bwana mtu wenu kweli amegongwa, lakini alikuwa anakwepa asije akaangusha gari. Kwa hiyo ina maana hata kama amegongwa, naambiwa hii kesi yake ni ndogo, kwa sababu driver alikuwa anakwepa nini? Asije akaangusha gari kwa sababu ya mtu mmoja. Kwa hiyo ina maana ya kwamba ameangalia kweli kumgonga mtu mmoja ni shari, lakini kumkwepa mtu mmoja ukaua watu 20 ni shari zaidi. Kwa hiyo bora ni kipi? Nipite na huyu jamaa, na akapita na wewe. Mfano mwingine, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu alioa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, tazawajta? Akasema naam, tazawajtu.
Akamuuliza tazawajta bikran am thayyiban, akamuuliza umeoa mwanamke bikra au umeoa mwanamke aliyewahi kuolewa akaachwa? Akamwambia nimeoa mwanamke ambaye aliolewa akafanyaje, akaachwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza swali, akamwambia hala tazawajta bikran tulaibuha wa tulaibuka tudhahikuha wa tudhahikuka, kwa nini hujaoa mwanamke mdogo wa rika lako? Unajua watu wa rika moja wana vitu vya kuchekeshana wenyewe wanaweza karushiana maji wakakimbizana, au anaweza kafanya kituko fulani mwenzake akafurahi. Lakini inawezekana wewe ukiwa ni mtu mzima, yeye ni mdogo, akifanya katuko unamwambia ondoka hapo, acha mambo ya kijinga. Kwa hiyo anaweza kavunjika moyo akaona huyu hataki mchezo. Kwa hiyo akamwambia kwa nini hujaoa mwanamke mdogo? Jabir ibn Abdullah akamwambia nimeoa mwanamke mtu mzima kwa sababu baba yangu amefariki, ameniachia wadogo zangu mabinti wa miaka 7, 9. Nikaona si vizuri kuleta binti mdogo mdogo ambaye watamdharau, watamuona ni kama wao, hata wasimamia kimalezi. Kwa hiyo kwa kuwa mimi nitapata maslahi yangu na hao watapata maslahi ya kimalezi, kwa hiyo nikaamua kuacha binti ambaye ni mdogo, ningemuoa kwa maslahi yangu binafsi, lakini malezi yangeporomoka ya wadogo zangu. Kwa hiyo ameangalia jambo ambalo kati ya jambo hili lipi lenye maslahi makubwa. Maanake walikuwa wanaelewa kwamba fiqhi ya kuelewa maslahi mapana, kwamba usingangania tu naoa binti mdogo. Hujambua ni lazima wanaangalia maslahi. Kama kuna maslahi unamuoa mama mtu mzima, mchukue. Hakuna katazo kwenye sheria. Maadamu umeangalia kuna nini? Kuna maslahi makubwa. Na inawezekana bikira mdogo hana dini, lakini mama mtu mzima ana dini, mashaallah ameshikamana na dini. Je, utachukua kwa sababu ni bikira mdogo lakini hana dini? Jibu ni hapana. Kwa hiyo maswahaba walikuwa na fiqhi ya kujua kwamba lipi lenye maslahi makubwa, afanye lenye maslahi makubwa, akaliacha lile lenye maslahi madogo. Khadija sio kwamba alikataa kuolewa, lakini alikuja akaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa mtume ana miaka 25, yeye ana miaka 40. Aliangalia nini? Aliangalia maslahi. Mtume ni mwaminifu, mtume ni mkweli, amemtuma kwenye biashara, biashara inaongezeka faida. Leo watu wengine wakifanya biashara, kama ilikuwa ni 300, kila siku analeta faida ile ile tu 300. Na maana kama kumepatikana ongezeko, yeye anaweka mfukoni, anajua tajiri si anajua ni 300 tu bwana. Lakini mtume alikuwa analeta hata ile iliyoongezeka, anamwambia leo tumeuza hii. Kwa hiyo akajua huyu ni mtu mkweli, huyu ni mtu mwaminifu. Na kama ni mtu mwaminifu, manake ni anafaa kuishi naye. Kwani hapa kuwepo na watu wazima kama yeye? Si walikuwepo? Lakini hakuona kwamba wanamfaa, kwa sababu tayari yeye alishaolewa, ameachwa na baadhi ya wanaume wengine, lakini akaona aolewe na kijana mdogo lakini mwaminifu, mkweli. Kuna ubishi kwamba mtume hakuwa mwaminifu? Naam. Lakini pia mtume alimkubali Khadija, sio alimkubali pia bila maslahi, si ndio? Katika watu ambao walimwamini mtume wa kwanza ni Khadija, na ndio mtu aliyemnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio mtu aliyemzalia mtume kuliko wanawake wote. Hakuna mwanamke duniani aliyemzalia mtume watoto wengi kama Khadija. Pamoja na kwamba alikuwa ni mtu mzima na miaka 40, alimzalia mtume watoto 6. Wewe ukimwoa mwanamke na miaka 40, anaitwa mara mshangazi, mara mnini, haeleweki, si ndio? Kuzaa hataki, yeye ni wa kudangadanga. Kwa hiyo lakini yeye alimkubali mtume sallallahu alaihi wasallam na akamzalia mtume sallallahu alaihi wasallam watoto wengi. Dakika zimeshaisha, nilipewa muda, na kipengele kilichobaki, kipengele cha mwisho ambayo ni hatua ya 7, kwamba Ibilisi akishindwa hayo yote, basi anakuwekea watu watakao kuudhi, watakao kutukana, watakao kufanyia kadha,
wengine watakukufurisha, wengine watakuita mtu wa bid'a, wengine watakuita kadha. Kwa hiyo na wengine watatoa tahadhari na wewe kwamba huyu jamaa hafai, huyu jamaa kadha. Yote hayo ni katika maudhi ambayo ya shetani anapokuwa ameshindwa katika hizo hatua zingine zote, basi anakuja katika hatua hii ya mwisho. Qala Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu. Anasemaje? Anasema hakika nguvu ya sheitani, inama sultanuhu, nguvu ya sheitani, ala alladhina yatawallawnahu, inakuwa kwa wale ambao wanamtii yeye. Yani shetani anawatawala, anaweza kuwatawala wale watu ambao wao wanamtii nani? Wanamtii sheitani. Walladhina hum bihi mushrikun, na wale ambao wanafanya ushirikina. Kwa hiyo sheitani anajua ya kwamba kwa watu ambao ni waumini, kwa watu ambao wanamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawawezi, hata kama akifanikiwa kwa baadhi ya nyakati, lakini wale watu wanaweza wakarudi. Yani muumini anajua akiguswa na shetani analeta istighfari, anatubia kwa Allah. Lakini hawa ambao ni washirikina, hawa ambao wamekufuru, hawa ndio shetani anakuwa na nguvu nao, anakuwa na uwezo nao. Hawakimbii wala hawawezi wakamponyoka. Maanake ni tayari ameshawaweka ni watu wake, ameshawaweka ni wafuasi wake. Kwa hiyo sheitani, kutokana na ahadi yake ambayo alishasema kwamba la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, nitawapambia maasi. Yani asili yake maasi ya mashetani anayaleta kwa sura nzuri, alafu ukishayapenda na ukayaona kwa sura nzuri, ndio anasema wala ughwiyannahum ajma'in, na hapo ndio nitapata muda sasa wa kuweza kuwapoteza. Kwa hiyo madhambi sheitani huwa anayapa sura nzuri, na ndio maana watu ambao wanafanya usaliti au wanafanya haya ambayo shetani anayaridhia, anayapenda, haji kuambia jamani kufanya hivi ni vibaya. Kunywa pombe inaitwa nini? Umul afrahi, mama wa burudani. Kwa hiyo mtu akinywa anafanyaje? Anapata nini? Anapata burudani. Kwa hiyo imeitwa ni burudani. Mziki, kusomea mziki na nini ukaitwa sanaa. Jamaa ana sanaa yake nzuri amesomea, ni fani. Sawa sawa, lakini ni mziki. Na ni katika vitu ambavyo ni nini? Ni haramu. Kwa hiyo sheitani utawala wake mkubwa anaweza kumtawala yule ambaye hamkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao hawafanyi amali zao kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii inahitaji kwamba mtu awe anafanya amali yoyote ile anayoifanya, aifanye kwa ikhlasi, aifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala asifanye kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya viumbe, kwa sababu ndio njia pekee ambayo sheitani anaitumia kwa ajili ya kuwapoteza wanadamu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kwamba maudhui imeisha kwa namna hii, kwa kuifanya ikhtisari, kuiminya kulingana na muda ambao hauturuhusu sana, ili kuweza kupisha pia nafasi zingine. Niishie hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.